Utunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie, kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka. Usiondoe. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto na ubatili na maneno mengi. Walakini wewe umche Mungu, ujapokuwa unaona maskini kuonewa na hukumu na haki kuondolewa kwa jeuri katika jimbo, usilistajabie jambo hilo, kwa sababu aliye juu kuliko walio juu angalia, tena wako walio juu kupita hao. Lakini pamoja na hayo, manufaa ya nchi kwa kila njia ni mfalme anayejibidisha kwa ajili ya shamba. Apendaye fedha hatashiba fedha, wala apendaye wingi hatashiba. Maongeo hayo pia ni ubatili. Mali yakiongezeka, wala unaoongezeka, na mwenye hufaidiwa nini ila kuyatazama kwa macho yake tu? Usingizi wake kibarua ni mtamu, kwamba amekula kidogo au kwamba amekula kingi, lakini kushiba kwake tajiri hakumwachi kulala usingizi. Kuna na balaa mbaya sana niliyoiona chini ya jua, nayo ni hii: mali alizoziweka mwenyewe kwa kujinyima, na mali hizo zimepotea kwa bahati mbaya, naye akiwa amezaa mwana hamna kitu mkononi mwake. Alivyotoka tumboni mwa mamaye hatakwenda tena tupu tupu kama alivyokuja, asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake, hata akichukue mkononi mwake. Hiyo ndiyo balaa mbaya sana, ya kwamba kama vile alivyokuja vivyo hivyo atakwenda zake. Naye amefaidiwa nini mwenye kujitabisha kwa ajili ya upepo? Siku zake zote hula gizani, mwenye fadhaa nyingi, mwenye ugonjwa na uchungu. Tazama, mimi niliyoyaona kuwa ndiyo mema na ya kufaa, ni mtu kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote anayoifanya chini ya jua, siku zote za maisha yake alizopewa na Mungu, maana hilo ndilo fungu lake. Tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amani yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu.
mustakabali katika furaha ya moyo wake.